upate ufarijike, usihuzunike, chuoni nkupeleke, skuli nako ufike, skuli nako. Naam, ikiwa ni tarehe 30 Septemba mwaka 2021 ambapo leo inawezekana ni Alhamis ya mwisho ambayo tutasimama katika vijana wetu katika mwezi huu wa Septemba. Leo tulikuwa tunafunga na mada njema kabisa ambayo tumekuletea katika siku hii ya leo. Lakini wewe ambaye uko hapo nyumbani, nikusihi tu kwamba kaa tayari kwa sababu mambo mazuri yanakujia hivi punde wala si muda mrefu. Na kama unavyofahamu, kila inapotimu saa 2 kamili basi tunakuwa hapa vijana wetu na nikiwa na wageni mbalimbali ambao huwa wanakujuza yale ambayo tumekuwa tukiandalia, ama dawati la vijana wetu lilikuwa likikaa likikutazamia ni kitu gani ambacho kitakuletea wewe katika vijana wetu ya kila siku ya Alhamis inapotimu saa 2 kamili, ili kukuelimisha na kukufundisha na kufahamu kile ambacho nini tumekuletea. Basi ni wewe kuongeza sauti ya runinga yako na kuweza kukaa na kutega masikio na kutusikiliza. Lakini alikadhalika unapata fursa ya kushiriki nasi hapa kwa kupiga simu moja kwa moja kuweza kuchangia mada hii ama kuweza kutoa maoni yoyote kati ya hichi ambacho tutakizungumza katika siku hii ya leo. Ima ni ushauri, pia unaruhusiwa kuchangia kwa nambari ambazo utaziona zinapita katika runinga yako hapo. Lakini alikadhalika kipindi hiki kinatoa fursa kwa wewe mtazamaji ambaye unatazama kwa nyumbani popote pale ulipo, cha kushiriki kwa kutuma salamu. Unaweza ukapiga simu yako na ukatuma salamu popote pale ambapo unataka kumtumia ndugu ama mwanao ama yoyote ambaye unataka kumtumia salamu popote alipo duniani. Lakini leo katika vijana wetu, kama unavyofahamu, siko peke yangu na huwa anakuwa na mgeni ambaye yeye ndiye anakuwa anatufafanulia ama anatuchambulia mada ambayo tumeiweka mezani. Na leo ninaye shekhe hapa, Sheikh Abdul Hamid Fannan, ambaye atatudavulia mada ya thamani ya wazazi. Thamani ya wazazi ni nini? Yupo kijana ambaye yuko hapo nyumbani ananitazama hivi sasa, ajui thamani ya mzazi. Pengine yeye anahisi mzazi ni vile tu alivyomleta duniani na yuko pale nyumbani anakula ugali, ama yuko pale nyumbani yeye kazi yake ni kutoka na kurudi, ajui thamani ya mzazi. Ama yuko yule ambaye ameshafanikiwa kimaisha na chanzo cha kufanikiwa kimaisha yake basi ni mzazi, lakini leo hajui thamani ya mzazi wake ipo wapi. Thamani ya mzazi ni ipi? Ni maneno, ni vitendo, ama ni nini? Mimi sifahamu. Nitaungana na Sheikh Abdul Hamid, atatueleza kiundani kabisa nini maana ya thamani ya wazazi na kwa nini leo mada hii ipo mezani. Basi ni kwako mtazamaji kuweza kutazama kwa makini na kuweza kutusikiliza vyema ili uweze kupata faida kubwa ambayo itatoka katika siku hii ya leo. Lakini pia nikukumbushe pia, unapopiga simu baadaye kisha umepunguza sauti ya runinga yako ili tuweze kusikilizana vyema na tuweze kusikia kile ambacho unahitaji kushiriki nasi hapa moja kwa moja. Sheikh Abdul Hamid. Tayeb. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali Sheikh? Alhamdulillah. Mbona kama umenyong'onyea Sheikh, vipi baridi? Mvua kidogo. Sasa hiyo mvua kidogo ilifanya mambo yake. Naona leo imekuja. Lakini ni neema pia. Ni baraka pia. Kumbe ni baraka kabisa kabisa. Baraka inakuaje kwaje? Ikitunyeshea ama ikinyesha tu yenyewe? Ikinyesha, lakini pia hata ikikunyeshea pia. Yetu pia bado ni baraka, sababu mnyeshea na kitu chenye baraka zaidi. Sawa sawa. Leo tuko hapa na mtazamaji wa Africa TV akitutazama akitegemea kwamba atapata mambo makubwa kupitia mada hii ambayo iko mezani katika siku hii ya leo ya thamani ya wazazi. Moja kati ya jambo kubwa sana ambalo pengine mimi naweza nikawa mmoja kupata elimu kubwa kupitia wewe leo. Hii thamani ya wazazi ipoje na ni nini hiki tunakizungumzia? Tuanzie hapa. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Thamani ya wazazi, kwanza wazazi wana thamani kubwa sana. Na thamani yao wazazi ipo hapa duniani, kaburini na kesho akhera. Ndio. Kuna watu wanaweza wasitambue thamani ya wazazi kwa uwepo wao wazazi, wakaitambua thamani ya wazazi baada ya wazazi pia kuondoka. Ndio. Uwepo wa wazazi ni moja katika neema pia. Ndio. Na tunaambiwa kwamba an-ni'ma yu'rafu ba'da zawaliha. Asli ya neema huwa, thamani ya neema huwa inajulikana baada ya kuondoka kwake. Leo hii wewe ukiwa na mzazi unaweza usitambue neema na umuhimu na thamani ya uwepo wa mzazi wako kwa sababu mzazi unaye.
Lakini akiondoka, wale waliondokewa na wazazi leo hii wanatokwa na machozi, wakihuzunika, wakitamani nao pia wangekuwa na wazazi kama ambavyo wewe na wazazi. Kwa hiyo uwepo wa mzazi una thamani kubwa sana ambayo unaweza usitambue mpaka mzazi kuondoka kwake, ama unaweza ukaitambua kwa uwepo wake na ukatendea haki. Lakini pia kuna mtu ambaye anaweza akatambua umuhimu ama thamani ya mzazi na akaiishi pia, na kuna mtu anaweza akatambua umuhimu ama thamani ya mzazi lakini pia asiishi. Thamani ya mzazi, ndio kwanza, mzazi ni tiketi ya kuingiza peponi, ni tiketi ya kukuingiza peponi. Lakini hii tiketi pia ina upande wa pili, inaweza kuwa ni tiketi pia kukuingiza motoni. Mzazi, hii tiketi imekuwa ngumu sana. ndio Tunafahamu tiketi zinakuwa za kufurahia. Sasa ikiwa hiyo tiketi inakupeleka motoni inakuwaje? Ni kweli watu wengi tumezoea kwamba unapoona tiketi basi ni kitu cha kufurahia, lakini ndio maana nikaanza kwenye kufurahi, alafu baada ya hapo, kwa sababu motoni huwezi kuingia mpaka uwe na kitu, peponi huwezi kuingia mpaka uwe na kitu. Ndio. Na hicho kitu kinaweza kuwa cha kheri ama cha shari. Mwenyezi Mungu amesema inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Mwenyezi Mungu ametuwekea njia mbili ama njia mbalimbali, lakini katika njia hizo kuna njia mbili ambazo kuu, ya kheri na ya shari. Ukifuata kheri bi maana ndio hiyo tiketi ya kuingiza wapi? Peponi. Na ukifuata ya shari ndio tiketi ya kukuingiza motoni. Wazazi tumeambiwa aljannatu tahta aqdamil ummahat, pepo iko chini ya nyayo zetu. Kwa hiyo maana yake hiyo pepo tayari unapotendea haki na kuishi na kuitambua thamani ya mzazi bil aqwali wal afwali, kwa maneno na matendo, bimaana inakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za kukuingiza wapi? Peponi. Kwa hiyo mzazi ana thamani, ile thamani ukiishi itakupeleka sehemu nzuri, kwa sababu tupo hapa duniani tuna mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe amani hapa duniani. Miongoni mwa amani ni mambo mazuri, vitu mbalimbali, mtu kuwa na mzazi akiwa hai, mtu kuwa mambo mbalimbali, lazani kwa vipandwa. Hiyo ni moja katika mambo mazuri ambayo pia tunamuomba Mwenyezi Mungu. Lakini tunamuomba fil akhirati hasana, kwa akhira pia tunahitaji kupata vitu vizuri. Vitu vizuri ni pepo, kule zaidi pepo. Na hii pepo ndio umesema kwamba njia yake inatokana pia kwa mzazi. Kwa hiyo mzazi thamani yake ukiishi inakuwa sababu ya kukuingiza wewe peponi. Ukitendea vibaya inakuwa sababu ya kuingiza wapi? Motoni. Kwa hiyo mzazi ana thamani kubwa, kama nilivyozungumza awali kwamba unaweza usitambue kwa uwepo wake ama ukaitambua kwa uwepo wake pia na ukaishi mzazi. Sasa hii thamani tunaizungumzia hapa, ni vijana tutatoka tujifunze, na wote ambao tumezaliwa tujifunze kwa hili. Ndio. Tufahamu thamani ya mzazi ipo wapi. Yawezekana yupo mtu ambaye anajihisi yeye tayari hawezi kumthamini mzazi wake kwa sababu pengine naye ameshakuwa mzazi. Ndio. Sasa tunataka tufahamu sote kwa pamoja, hii thamani ya mzazi tunayozungumzia hapa ni ipi? Kwa namna gani? Hii thamani ya mzazi tunayoizungumzia hapa ambayo natakiwa tuizungumzie na tuitambue zaidi ni kule kuyaishi yale ambayo yanatakiwa kuyafanya kwa mzazi kupitia ule wema wake aliyotufanyia sisi watoto. Baada ya hapo sisi tunajibu, kwa sababu innama ya'rifu al-fadli li ahli al-fadli dhul fadli, hakika mwenye kujua wema ni yule aliyotendewa wema na yeye akajibu kwa wema. Mzazi ametutendea wema mpaka tukawepo hapa, kwa sababu ndio sababu ya sisi kuwepo, kupitia kwanza mama. Ummuka sababu wujudika taibati fi wiladatika wa ghadhatika bilabaniha wa hamalatiha ala yadai wa hiya tafrahu li farahika wa tahzan li huzunika wa tashar layla bi jannibika idha maridita fatunadhifu jismaka wa tulbisuka malabisaka wa tatbakh laka at-ta'ama wa tu'idu kulla ma tatajali. Mama ndio sababu ya kupatikana kwako wewe. Alichoka sana, alipata tabu sana katika kuibeba mimba ile. Baada hapo akaizaa pia. Baada ya kukuzaa wewe akakunyonyesha takriban miaka miwili mathalan. Ndio. Kwa hiyo baada ya hapo sasa mama sasa tafurahu li farahika, mama huwa anafurahi anapoona kitoto chake kina furaha. Wakati huo kumbuka kwamba ukiwa katika mimba mama angeweza kutumia kitu chochote chenye kukudhuru hapa ili usiweze kuzalika, lakini mama alihangaika na akapata tabu. Mama alikuwa anakula chakula ambacho wewe mzima huwezi kukila.
Mama anaweza akamaliza tofali kwa siku shekhe, lakini mama ile mimba yake inaweza ikamforce ama mwenyewe tu anajisikia kwamba amenishinda chooni, ile harufu ya choo mimi ndio naipenda. Mama ni tabu ambazo wanazipata kupitia ule ujauzito alionao. Mama kahangaika sana. Mama inafikia wakati mumewe ambao ni baba yako wewe alikuwa anakuja amepaka perfume, mama anamtolea maneno machafu, sitaki uingie ndani, perfume hiyo mbaya kabisa na hivi, na alikuwa ni perfume ambayo alikuwa akiipenda kabla ya ujauzito. Kwa hiyo ni moja katika adha ambazo anazipata mama, anahangaika, lakini nini, anakilinda na kukihifadhi kitoto ambacho kiko hapa. Baada ya hapo umezaliwa wewe, baada ya kuzaliwa kakunyonyesha, lakini mama huwa anafurahi anapoona mtoto wake ana furaha. Wataza alihuzunika, mama huwa anapata huzuni sana anapoona kitoto chake kina raha, kina huzuni, kimehuzunika sana. Mama anakesha usiku mzima akiwa na wewe, anapoona kwamba, anapohisi kwamba mwanangu anaumwa. Yani mama anakuwa na ile elimu ya hisia kwamba mtoto akilia anajua huyu anataka ziwa, akilia huyu ana malaria, akilia yeye anajua huyu ana nini. Yani mama anajua, anaongea na mtu asiyeweza kuongea. Sinaeleka vizuri? Mama anapata tabu hivyo. Mama anakukojesha, mama anakuvisha nguo, mama anakuandalia kile kitu ambacho unatakiwa ukipata. Wakati hayo yanafanyika, aliyakuwa ni kitoto kidogo, hujui. Leo hii kijana umekuwa unamuona mama hana thamani, na aliyakuwa mama ana thamani kubwa kwa yale matunzo na malezi aliyokufanyia, mpaka imefikia wakati leo hii unaitwa boss, leo hii unaitwa labda mfanyakazi mkubwa, leo hii una cheo kikubwa, leo hii wewe ni tajiri, leo hii unamiliki vitu mbalimbali. Unamuona mama afai, na kama kijana anajiona yeye ndio yeye, kwa sababu tayari ana mambo fulani ya ajabu ambayo anayafanya, anajihisi kwamba yeye ndio mkubwa kuliko mama. Inafikia wakati vijana sasa hivi inafikia wakati mama anamuita mama mkubwa ama bi mkubwa shekhi. Bi mkubwa. Bi mkubwa yupo. Yani maza. Ama maza. Yaani mtu anachukulia kitu cha kawaida, analia kuwa mama ni thamani ambayo angeishi zaidi ingemtengeneza. Na ndio maana mzazi akizungumza neno zito kwa mtoto, lile neno haliendi kombo, kwamba wewe usitoweke duniani mpaka umeokota makopo. Na unaokota makopo. Watu wengi mambo yao yanayumba kwa sababu ya kutotambua thamani ya wazazi wao. Mwisho wa siku wanasema mimi nimerogwa. Hujarogwa shekhi. Mzazi unaishi naye vipi? Nyumbani wewe unakula, wewe wanaita mboga saba shekhi. Mzazi kule anakunywa uji usiokuwa na sukari. Wewe mtoto wewe unavuruga, unachafua meza, kila kitu uko vizuri. Ile thamani ya mzazi umeiondosha, mapenzi ya mzazi wako umeyaondosha, ukayachukua yote mazima ukampa mkeo. Mpaka inafika wakati mke unamuita mama. Shekha, kuna watu wanamuita mke mama shekha. Mama yupo shekha. Mama siku na hivi. Yaani hayo ni maneno ambayo hayafai kabisa, kwa sababu tayari yale mapenzi ya kule yametolewa, wamepewa watu wengine ambao usistahiki, na yote ni kutokana kutotambua thamani ya mzazi. Kwa hiyo kijana inatakiwa ajue kwamba ametokea wapi. Ukijua umetokea wapi, ulifanyiwa hisani gani mpaka kufikia hatua hii, utadondokwa na chozi na utamkumbuka mama yako hapo alipo. Wasiwe na ile mambo. Unajua unafiki una namna nyingi. Kuna mtu anaweza kuwa tayari mama yake ashafika duniani, basi utakuta kila siku anaenda kaburi la mama yake. Mama, umeniachia tabu huku hivi na hivi. Mambo ambayo hayafai kabisa. Leo hii unamtambua mama yako baada ya kutoweka. Alipokuwa hai, mama yako alikushauri, mama yako alikuelekeza vitu fulani, lakini ukamuona mama hafai. Mama ni mama, hata kama ana tatizo, hata kama ana mapungufu, ni mama. Ndio tiketi yako ya kukuingiza motoni, ya kukuingiza peponi ama motoni, kama utaishi vibaya ama utaishi vizuri. Hivi hapa tunazungumzia thamani ya mzazi. Hapa kwenye mama ukizungumzia hivi, sisi kama vijana tukafahamu thamani ya mzazi ipoje, kwa maana kwamba umezungumza, yawezekana mimi simkebei mama, simtolei maneno machafu, na muheshimu na kila wakati namjulia hali. Lakini mimi nikawa nakula vizuri, mama kule hali kama ninavyokula mimi. Hii hapa inakuwa inatoka katika thamani ya mzazi. Yaani hujampa mzazi thamani yake. Kumpa thamani ya mzazi kuna namna nyingi. Kuna kauli nzuri. Na tumehimizwa sana Mwenyezi Mungu katika aya mbalimbali kazungumza pia, na hata mtume naye pia kazungumza. Tuna kauli nzuri pia. Lakini baada hapo mzazi anaweza asitake 200 ya kwako wewe, lakini anahitaji faraja kutoka kwako wewe. Mzazi ni mtu mwenye huruma na ni mtu ambaye anapokea, yani anapokea matokeo ya mwanae. Mwanae akizungumza jambo lolote
la faraja kwa mzazi. Mzazi huwa analipokea 100% na kuliishi zaidi, kwamba kweli mwanangu. Baada hapo anamwambia dua ya baraka. Kwa hiyo unaweza wewe sawa humpi, lakini lile neno la faraja kwake yeye na kuishi naye vizuri likatia faraja, moyo ukafarijika kwa moyo wa mzazi, ikawa ni sababu ya kuandikiwa kheri zaidi. Na ndio maana pia tukaambiwa kwamba tuwatii, lakini wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wasahibuhuma fi dunya maarufa. Yani Mwenyezi Mungu mwisho akamalizia wasahibuhuma fi dunya maarufa, kwamba wazazi hata kama wakikuamrisheni muhusike yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi, yale hapa msihusike nayo, lakini mjue namna gani ya kuwakatalia katika yale mambo, si ndio? Kwa hekima zaidi, lakini muishi nao vizuri. Sio wewe mama wewe mjue mpilia maneno machafu mama hivi na hivi, unatakullahuma ufi. Allah amekataza kabisa wazazi tuishi nao vizuri kwa hekima. Yani tusiwe na ujuu kwa wazazi. Wazazi ni mfano wa sikio na kichwa. Sikio itabaki kuwa sikio na kichwa tabaki kuwa kichwa. Hata kama wewe utakuwa ni rais, ila una mzazi wako, uraisi kwa mzazi hapo unapotea. Sawa. Sheikh Abdul Hamid, umegusa sana kwa upande wa mama. Kwa maana sisi wakina baba hatupewi thamani na watoto wetu. Baba naye ana thamani. Baba ana thamani kwa sababu ameitwa mama baada ya kwa baba naye yupo, si ndio? Tugusie hapa. Baba naye pia thamani yake naye pia ni kubwa. Thamani ambayo vijana natakiwa waishi vizuri, kwa sababu wa abuka yashtaghilu wa yat'abu tula an-nahari liyashtari laka at-ta'ama wal malabisa wa jamii ma yalzamuka wa idha maradita ahdara laka at-tabiba wa ashtara laka ad-dawaa wa arsalaka ila al-madra. Baba naye anashughulika, anahangaika usiku kucha, anahangaika ili apate fedha ya kukununulia wewe chakula, mavazi na yale yote yanayokulazimu wewe kuyapata. Na ukiwa mgonjwa utapelekwa hospitali, afu daktari atagundua tatizo lako ni malaria ama UTI, halafu baada hapo ile karatasi anapelekewa baba ili aweze kununua dawa. Hizi ni shughuli za baba. Baba ndio maana kuna baadhi ya wazazi wanakuwa wanahangaika mpaka inafika kiti mzazi wa kiume anazungumza urongo ili aweze kupata pesa ya kwenda kuhudumia familia. Mtu anahangaika kuna kule, ana majukumu mbalimbali. Baba wakati huo amepanga, labda akapanga nitakiwa alipe kodi, nitakiwa alipe luku, nitakiwa alipe maji, nitakiwa pia watoto wahudumie vizuri, watoto shuleni, mambo mbalimbali yote yanamkabili baba. Yani mama anakaa anasubiria baba ndio atakayefanya hivyo. Kwa hiyo baba ni kichwa zaidi katika familia, ambaye yeye anaangaliwa namna gani atakayemtekelezea huyu mtoto. Kwa hiyo sasa baba naye ana thamani kubwa, thamani ambayo tunatakiwa tuishi pia ili tuweze kupata kheri na baraka zaidi, kinyume na baadhi ya vijana ambao leo hii wazazi wao wa kiume wanawaona hawafai, wanaona wamepitwa na wakati, kiasi ambacho nafikia wakati mtoto anamuita baba yake dingi mkuu wa nyani, Sheikh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anamuita mzazi wake dingi. Dingi yupo huko ndani. Yani unamuita mzazi wako dingi, yani umemshusha thamani sana ya chini mpaka kumuita jina hilo. Na kumuita mzee, kumuita mzee, hii mzee pia ni neno la ihtiram pia, la heshima pia, kwamba mzee, kwamba mzee wangu, yani kwamba mzee ni mtu ambaye kidogo yani ni sifa pia ya ule ukubwa wa baba, yani ambao mimi kijana mtoto mdogo simwambia mzee vipi, yani mzee maana yake tayari anaitwa mtu ambaye yuko juu. Na ndio maana kuna baadhi wazee wa mjini ukiwaambia mzee vipi, wewe mbona unanikuza sana mimi, wakati unataka ufanye nini, unataka unifanye nini? Kwa hiyo inakuwa pia, kwa hiyo mzee ni neno ambalo la heshima, lenye sifa ya heshima ya ukubwa zaidi katika hilo. Kwa hiyo baba ana thamani kubwa sana. Sawa. Mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kupata madini kutoka kwa Sheikh Abdul Hamid Fannan, akitueleza kwamba ni kwa namna gani thamani ya mzazi ambayo tunayo. Ameeleza hapa kuna aina ya tiketi mbili tu zinapatikana. Ima tiketi hii ya kumpa thamani mzazi wako ikupeleke peponi ama ikupeleke motoni. Hizo ni tiketi mbili tofauti. Sasa chagua pa kuanzia leo wewe utakwenda na tiketi gani. Na wakati huo wakati tunaendelea na mada hii, nifungue tu ukurasa huo baadaye katika upigaji wa simu tutafungua hapo baada ya kwenda mapumziko, lakini hivi sasa tutakwenda kumalizia katika engo hii ya kwanza. Lakini kimsingi ni wewe mtazamaji kuweza kushiriki nasi katika mada kubwa kama hii.
wewe unazungumza nini katika upande wa kumthamini wazazi wako? Wewe unawathamini wazazi wako katika kiwango gani, ama kwa njia gani? Unawafanyia kheri gani wazazi wako? Wewe pia una fursa ya kushiriki nasi hapa kwa kutueleza na kutoa maoni yako. Shekhe, nilikuwa nina maswali mengi kweli yakimiminika kwenye akili, kwa sababu wakati unateremka hapa kumwaga madini, nilikuwa najiuliza, hivi mimi kuna wapi nilikosea kwa wazazi wangu ili niweze kurekebisha kabla sijafikia hii tiketi ya kwenda motoni, kwa sababu hatujui lini utaondoka. Muda wote katika hatua yako inaweza kukufika hiyo sana. Lakini hata kama hatujakosea, inafaa tuombe msamaha. Inafaa, kwa sababu pengine inaweza kuwa hujui, lakini tukaombe radhi kabla hatuja nitakiwa ukaombe, kwa sababu mwanadamu ana mapungufu. Mwanadamu ni mkoseaji, na tumeambiwa kabisa kullu bin adam khata'a wa khairu khata'ina tawwabun. Wanadamu ni wakoseaji, isipokuwa wakoseaji walio bora ni wale wanapohisi ama kutambua kwamba tumekosea, afu tunaenda kuleta. Sasa pengine kwa wazazi wetu, unajua tunaweza kuwa tunawakosea, lakini hawatuambii kama tumekosea. Mzazi anaweza asikwambie kweli, anaweza asikwambie kutokana na huruma yake ya mtoto. Sasa wewe mtoto ndio unatakiwa ujitathmini mwenyewe kwamba ni wapi nakosea, ili uweze kwenda kuomba radhi, ili uwe safi na salama. Ndio jambo la msingi. Kikubwa ni kwamba mpaka ifikie wakati umauti, kama ulivyozungumza awali, kwamba muda wote mtu anaweza kaondoka, na almauti yatika baktatan, kifo kinakuja ghafla, shaka kina barua wala nini. Muda huu ndio muda wa kutumia katika kuandaa, yani leo yako ndio muhimu. Ya jana madha qad madha, yaliyopita yamepita, na ya kesho la tadri yatadrika huwa mla. Huwezi jua kesho itakukuta ama huwezi kuikuta. Wanadamu tuko hapa, lakini ghafla tunadondoka. Siku ya leo ndio ya kuitumia vizuri kwa ajili ya kufanya mambo. Siku ya leo ndio ya kuitumia vizuri ili kujihakikishia kwamba uko salama. Hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza katika engo ya kwanza ya vijana wetu, ambapo tulikuwa tukizungumzia mada inayokwenda kwa anwani ya thamani ya wazazi. Tumesikia vyema, thamani ya wazazi, thamani ya baba, thamani ya mama. Wote hawa ni wazazi na wana thamani kubwa sana katika maisha yetu ya leo tuzunguka kila siku, sababu wao ndio sababu ya sisi kuwepo hapa na kukalia viti hivi, na pengine wewe hapo ulipo yeye ndio sababu ya kufanya hapo ulipo. Tutakwenda mapumziko mafupi, alafu tukirejea tutakupa fursa wewe ya kuweza kushiriki nasi hapo moja kwa moja, ili tuweze kupata mchango wako na maoni yako juu ya mada hii ya thamani ya wazazi. Tuwathamini vipi na tuwape heshima gani wazazi wetu, ili basi watu waweze kuturidhia huku tunapokwenda katika mambo yetu mengi ya kidunia na ya kiakhera. Tutapata mapumziko mafupi, alafu tukirejea tutaendelea. Pate ufarijike, usihuzunike, chuoni nkupeleke, skuli na kufike, skuli na kufike. Marhaba. Baada ya kukamilisha musabaka wa Ramadhan pamoja na musabaka wa Haji, sasa Africa TV tumerudi tena. Ungana nasi kila siku ya Jumamosi saa 4 kamili usiku katika kipindi cha musabaka. Haji, Qur'an, sira na fiqh, ungependa tukuulize swali lako sehemu gani? Qur'ani. La kufanya ni rahisi. Ifikapo Jumamosi saa 4 kamili, piga simu kisha jibu maswali mawili. Juma kutoka Burundi. Ismail Juma kutoka Burundi. Maswali ni rahisi kama kuchana karatasi. Kisha ukiyajibu unapata nafasi ya kuingia kwenye draw, na mwishoni mshindi atajinakulia 50,000 taslim za Kitanzania. Mwaka wa 1443 Hijri, Africa TV tumerudi tena kwa kishindo. Dakika 10,080, saa 168, sawa na siku 7 katika wiki. Kuna matukio mengi ambayo hutokea, kimsingi yanagusa maisha yetu. Hapa tutayatazama kwa kina, tutayachambua, kisha tutayaleta mbele ya macho yako mtazamaji, tukiwa tumezungukwa na maripota wetu kutoka kila pembe ya dunia. Nikiripoti kutoka Ilala, Dar es Salaam, Tanzania. Nikiripoti kutoka hapa katika soko la Kariakoo. Ahmed Mdose wa Africa TV. Kila siku ya Ijumaa saa 2:30 za usiku hapa Africa TV. Pate ufarijike, usihuzunike, chuoni nkupeleke,
skuli nako ufike, skuli nako ufike. Na ndivyo ambavyo tunaweza kurejea katika kipindi cha pili ya hii mada ya thamani ya wazazi katika kipindi chako cha vijana wetu, na tulikwisha kumaliza kuzungumza thamani ya wazazi. Tumeweza kusikia thamani ya mama, thamani ya baba na uwepo wao una thamani gani. Lakini pia nilikutaarifu hapo awali wakati nikifungua kipindi hiki, utapata muda wa kushiriki nasi hapa, kupiga simu na kuweza kuzungumza nasi moja kwa moja kwa kutoa maoni ama kuwa na mchango wote ule ambao wewe unahisi utakuwa ni faida katika jamii wewe ukiweka hapa. Hii ni Africa TV, ni mwongozo wa maisha, na sisi tunaongoza vijana katika nyenzo mbalimbali kupitia mada mbalimbali ambazo huwa tunazileta katika dawati hili la vijana wetu. Na vijana wetu ni kila siku ya Alhamis saa 2 kamili. Kwanza, kama ndo kwanza unafungua runinga yako, mada iliyoko mezani ni thamani ya wazazi, na hapa niko na Sheikh Abdul Hamid Fannan ambaye yeye ndiye anatueleza thamani ya wazazi ni ipi. Wakati tukisubiri simu kutoka kwa watazamaji na tuweze kupata michango yao na maoni yao kiujumla, tukaangazie sasa. Tumezungumza thamani ya mzazi. Hebu tuone, mimi kijana au mimi ni mtoto, nafahamuje sasa hapa nilipo mzazi nimemthamini? Kufahamu kwamba hapo ulipo mzazi umemthamini ni kutokana na yale ambayo unayafanya yakamridhisha mzazi. Yaani ukifanya kitu kikamridhisha mzazi, manake tayari ndio umemthamini. Umeelewa? Yaani thamani inaweza kuwa kwa maneno, lakini pia kwa matendo. Yote pia ni thamani. Yaani maana tayari namthamini mzazi, bi maana na yaishi yale ambayo yanatakiwa kufanyika kadri ya uwezo wangu mimi. Ndio. Umeona? Lakini pia manake kuna mtu anaweza hana kipato ambacho kinachopelekea yeye kuonesha furaha kwa mzazi kutokana na maisha yake yalivyokuwa magumu. Lakini mzazi naye pia anaona, ingawa pia wazazi wametofautiana, kuna mzazi ambaye kazi yake kulaumu hata kama unacho huna yeye hivyo. Na kuna mzazi naye anastahamili kuona kwamba mwanangu pengine hana pia. Kwa sasa mtoto anatakiwa ujue namna gani ya kuishi na mzazi wako kwa kutekeleza hata kidogo kile ulicho nacho, lakini uwe na maneno ya kumtengeneza mzazi ili awe na subira ama kumbadilisha, siwe na ghadhabu pale anapoona hakupata kile ambacho alikuwa anakitaka. Sawa. Wapo wazazi wetu ambao tunaishi nao nyumbani, lakini wao ni wazazi ambao kimsingi wamekuwa ni pengine watoto hawana tatizo, lakini wazazi ndio wenye tabu. Kuna familia ambapo watoto wanaswali, wanafanya ibada vizuri, na wakiwa na masomo yao ya kidunia mazuri, lakini wana adabu njema pia, na kwa wazazi wao wana heshima kubwa. Lakini tatizo linakuja kwa mzazi. Mzazi pengine ni mlevi, na mtoto hapendi ulevi wa mzazi. Hipo hii. Sasa huyu kijana anapomwelewesha mzazi wake, mzazi anapokasirika na kumletea maneno mwanae ambayo ni ya maudhi, na mtoto huyu akimsisitizia swala baya, labda mtoto akamjia ukali mzazi wake, ili limekaaje hili katika thamani ya mzazi? Kama mtoto atakuwa na kauli ya ukali kwa mzazi wake kwa sababu ya jambo fulani, ili lipoje? Yani mzazi ndio anakuwa mkali kwa mtoto, ama mtoto anakuwa mkali kwa kile kitendo cha mzazi? Mtoto anakuwa mkali kwa mzazi wake kwa kile kitendo. Thamani inaondoka hapa. Ukali pia una namna nyingi. Kuna ukali ambao pia hauingii katika swala la kuvunja heshima, lakini ni ukali. Tunaeleweka? Pia unatakiwa utumiki. Unajua sisi tuko hapa tunakubali Mwenyezi Mungu ndio Mola wetu. Sio? Ndio. Lakini pia Mwenyezi Mungu, na tunajua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni. Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu nifuateni. Kwa maana
mfuateni Mtume Muhammad. Yani Mwenyezi Mungu anamwambia mtume atuambie, si ndio? Ndio. Kwa hiyo kumfuata Mtume Muhammad tunafuata nini? Pamoja yale matendo yake, si ndio? Mafundisho yake, mtume ametufundisha pia namna gani, ndio hiyo tunaingia huko, si ndio? Mtume katika yale mafundisho aliyotufundisha ni namna gani ya kuwakabili pia wazazi. Kwa hiyo unaweza ukawa mkali katika kukataa kitu ila kwa njia ambayo si ya dharau ndani yake. Naeleka vizuri? Na ndio maana tukaambiwa kwamba hakuna mzazi anaweza kuambia naomba kanunulie pombe, kanunulie vina hivi. Huwezi kwenda kuchukua kule, huwezi kwenda kununua, isipokuwa utaangalia namna gani ya kumjibu huyo. Lakini tumeambiwa Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Hapo tu Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu, wale ambao wenye kumfuata Muhammad pia kwa wale kidogo. Naam, mtazamaji kwenye line ya simu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi Naam, wa barakatuh. Karibu sana Sheikh. Tunazungumza na nani kutokea wapi? Asante bana. Mimi naitwa Yahya Hassan Muhammad nikiwa Mombasa, Kenya. Naam Sheikh, karibu sana. Kwanza kwa hakika, asante, shukrani. Kwanza kwa hakika hii mada ni mada nzito sana, kwa sababu ni katika nguzo ya mafunzo yetu ya Uislamu kwamba kuna hizi huququl walidain, ndio yani haki za wazee wawili, kwa sababu hawa wazazi ndio sababu yao katika huu ulimwengu. Kwa hivyo ni lazima kwa aina, kwa vyovyote na kwa lolote, mtu lazima awaangalie wazazi wake, bila hali kwa mali na kwa kila kitu, kwa sababu kama tujuavyo, watu wanasema kwamba mama ni mama hata kama ni ruwama, msemo wa Kiswahili uko huo. Na vile katika hadithi pia tumeambiwa, imetajwa pia hapo kwamba pepo zipo katika miguu, chini ya miguu ya mama zetu. Kwa hivyo ni sisi wenyewe tulioko ambao wazazi wetu ambao wako hai, kama shatakula mbele za haki, basi ni kuombea Mwenyezi Mungu, kwa sababu dua zetu huwa zinakwenda moja kwa moja kwa kutambua shatangulia. Kama mzazi bado yuko hai, ni bora zaidi sisi tujitahidi ala kuli hal, tuwaenzi wazazi wetu, tuangalie wazazi wetu. Kwa sababu hivi juzi kulikuwa kuna maneno katika mtandao yakizunguka kwamba mzazi mmoja, wakati ule mzazi mmoja anaweza kuangalia watoto wake watatu kama 10, 5 mpaka 10. Lakini siku hizi mzazi anaweza kutoa 10 akashindwa kumwangalia mzazi mmoja. Hii ni aibu na jambo la kusikitisha sana. Kwa hivyo naomba ndugu zangu, ni asili katika maisha ni kuangalia wazee wetu, sababu radhi za mzee, za wazee, sababu za mama, na tujitahidi ala kuli hal, tuangalie, tuwaenzi wazazi wetu mpaka kuhitimishana katika kuondoka katika hii dunia yetu inshallah. Inshallah. Shukran sana Sheikh Hassan. Shukran wa jazakallahu khair. Amina. Huyu ni Yahya Hassan kutoka Mombasa, Kenya. Unajaribu kufanua vizuri. Ya kabisa, umemsikia vyema. Umemsikia vyema kweli. Sawa. Nawe mtazamaji pia una wakati na fursa kwako, bado wakati hupo na ni fursa kwako wa kuweza kushiriki nasi pia, wa kuweza kutoa ushauri na kuweza kujazia nyama katika mada hii, tukiwa kama sisi ni wawakilishaji tu, lakini wewe ukiwa ni mzungumzaji mkubwa huko na unayetusikiliza vyema, basi karibu unaweza kupiga simu ili tuweze kufahamu mchango wako na nini ambacho kifanyike na nini unashauri kwa sisi vijana na watoto kiujumla, kwa wazazi wetu. Thamani hii ya wazazi, nini chanzo kinatukwamisha tusiwe na thamani kwa wazazi, tusiwape thamani yao, na nini tufanye ili tuweze kuwapa thamani yao kihakika. Shekhe, kuna kitu ambacho mimi huwa najiuliza hapa. Tunafahamu mzazi ni mzazi. Ndio. Lakini naona mama akatajwa sana katika thamani. Ndio. Akati nikitazama baba ndio mwenye kiwango kikubwa kwa mwanamke. Ndio. Hii imekaaje hii? Na yeye thamani yake ipoje? Hiyo mimi nadhani imekaa, bila shaka imekaa kutokana pia hata mafundisho ya, kwa sababu kuna mmoja alimwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia amjuze juu ya haki pia ya wazazi, yupi ambao nitakiwa nimfanyie haki. Mtume akajibu mama. Akamuuliza thumma man, kisha nani tena?
Mtume akajibu mama. Ndio. Bwana akauliza kisha nani tena? Mtume akajibu mama. Kisha nani? Ndio baba. Kwa hiyo mara 3 Mtume anazungumza mama. Mama na umuhimu na thamani kubwa kutokana na namna njia ambazo tumepitia kwa yeye na mengine mpaka kufika hapa. Ndio maana muda yale ya mambo ya mama yale ukipewa wewe Sheikh Hatari, ambapo kwa mfano tukomba itolewe mama anapata ujauzito, lakini tabu zile zote unapata wewe. Kama kutema mate utatema wewe, kama kula udongo utakula wewe. Hivi unafikiri utakuwa katika hali gani? Kwa hiyo mama anapata adha sana, lakini mama pia ndio mwalimu wa mtoto. Ndio sema mama ni mwalimu wa mtoto, kwa sababu muda wote iko na mtoto, anajua joto lake, anajua baridi yake, anajua kila kitu mama. Wakati huo baba akakoroma, Sheikh anakoroma, lakini pia baba naye ana thamani yake, ana umuhimu wake kweli katika hilo, lakini mama anachoka pia kutokana na yale malezi ya mtoto, anayemtengenezaje. Na ndio maana mama ni namba 1 ambaye anaweza kuwa sababu ya kumharibu mtoto kisaikolojia ama kwa namna yoyote pia kumharibu. Na mama anaweza akamjenga pia mtoto mama huyo. Kwa hiyo mama ni mwalimu namba 1 wa mtoto. Mama akimpeleka ndio. Kwa maana hiyo unataka kutuambia kwamba yawezekana mama huyu malezi na mafunzo yake na kumlea mtoto huyu tangu mdogo yanaweza pia akasababisha mtoto huyu kutokuona thamani ya mzazi wake kutokana na malezi. Kutokana na malezi. Kwa sababu gani? Wanasema kwamba mtoto aliwavyo ndivyo akuavyo. Ndio wanavyosema hivyo, si ndio? Ni neno ambalo pia lina maana ndani yake. Leo hii watoto wanaharibika pia wanaweza kuharibika kutokana na yale malezi ya wazazi. Unamkuta mzazi amekaa na watoto, anacheza karata, anacheza nini, wazazi wamekaa wanacheza. Leo hii mtoto wa kiume katika karata amemuoa mama yake. Hivi unafikia hapo heshima itakuwepo hapo? Nimekuoa kwenye karata, kuna mambo ya kuoana. Kuna mambo mambo michezo gani nasema nimekula nyumba ama sio nimemuoa. Sasa mtu kamuoa mama yake, heshima itakuwepo? Yaani kuna muda mzazi anajitengenezea mazingira mabaya mwenyewe. Lakini ukiangalia kwamba huyu mtoto mbona alikuwa hivi? Mtoto inafikia wakati kuna nyakati zinafika mtoto anatakiwa aamrishwe pia kufanya ibada toka yuko mdogo. Lakini mzazi mwenyewe hata ibada pia mtihani. Mtoto anakuwa hajui ibada yake ikoje, hajui thamani ya kwenda kutoa sadaka msikitini. Mtoto akikua tu mzazi anamlea, anamnunulia simu, anampatia. Katika simu kuna mambo mbalimbali, mazuri pia mabaya. Mtoto anachezea vibaya pale katika kwa hiyo malezi mtoto mzazi ukimjengea mtoto vizuri, elewa kwamba mtoto atakuwa katika maadili hayo hayo. Unakuta mtoto jina lake zuri mashallah anaitwa Latifa, jina lake zuri mashallah anaitwa Ashraf, umeona? Lakini yale anayoyafanya hayaendani pia na jina lilivyo, hayaendani pia na maadili. Kwa hiyo maadili yale yatakayokuwepo ndio yale ambayo yatakaofanya watoto baadaye wasipate tabu. Leo hii wazazi wanadondosha laana katika ukubwa wa watoto kwa sababu wao pia ndio wameyataka, hawakuwalea vizuri, kuwachukua wakapelekwa labda madrasa, wakafundishwa elimu pia ya kiroho, kumjua Mwenyezi Mungu na mtume wake na mafundisho yote wakayajua, ili mtoto ajue thamani ya mzazi. Kwa sababu ukimfundisha mtoto yale aliyoyasoma ya kumhofu pia Mwenyezi Mungu, ile itasaidia yeye kumkataza juu ya kutotekeleza haki za mzazi. Sinaeleweka vizuri? Ndio maana hata mtume akatuambia kwamba tuchague tunapotaka kuoa, tuchague wanawake wenye dini, fardh dhati din. Mchague mwenye dini. Hii dini ndio itakayomtengeneza. Kuna mtu ana picha ya dini lakini hana dini. Sina nielewa? Kuna mtu ni Muislamu hana Uislamu. Ni vitu viwili tofauti, nitakiwa uelewe hapa. Ni sawa na kusoma na kuelimika, ni vitu viwili tofauti. Elimu, sababu elimu ni hali ya mtiririko wa mabadiliko kitabia. Mtu aliyeelimika ni mtu aliyebadilika kitabia kutoka katika hali duni kuingia katika hali ya ufanisi. Leo hii mimi sijaelimika juu ya wazazi, bado naugiza hapo. Kwa hiyo tayari nikipata hili funzo na kujua thamani ya mzazi, tayari nimeelewa. Baada ya kuelewa na yaishi yale niliyoyaelewa. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaelimika. Kuelimika ni kuyaishi. Yaani tayari umeconcentrate na kile kitu alafu ukakifanzia kazi. Hapo elewa kwamba utakuwa umetendea kazi kile kitu, sawa na kusikia na kusikiliza. Si umenielewa vizuri? Kusikia na kusikiliza. Mtume alivyozungumza kwamba ahalullahi fi dunya alladhina yaqrauna alquran wa yastami'una, watu bora zaidi wa Mwenyezi Mungu waliopo duniani ni wale wenye kuisoma Qur'ani na kuisikiliza.
Kusikiliza ni concentrate na kile kitu na kukiishi, kukifanyia kazi Qur'ani. Kusikia, hata mtu asiyekuwa pia Muislamu, mtu yeyote anaweza kupita redioni na inasoma Qur'ani. Mtu kasikia wewe, kasikia afa anaondoka. Kwa hiyo hao ndio watu bora ambao man akramahum, atakao wakirimu watu hao, fakad akramahu Allah wa rasula. Ni sawa mmkirimu Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mafikio yake ni peponi, kwa sababu amewakirimu watu wa namna hiyo. Kwa hiyo mzazi ukimlea vizuri mtoto, wewe mwenyewe ukajitathmini kwamba nijiweke tofauti, nijiweke kiuzazi, mimi ni mzazi. Jinsi utakavyojiweka ndivyo ambavyo utakavyochukuliwa. Leo hii watoto na wazazi wanaonekana kama kitu kimoja. Ukifika pale unasema, kwa hiyo babako yuko wapi? Ndio huyo. Ndio babake. Mbona haieleweki. Haieleweki shekhe. Maadili yamekuwa tofauti katika nyumba. Mtu atakaa, mzazi na mtoto wake wamekaa pale wanaangalia picha ambazo pia ndani yake kuna mambo machafu sana, lakini wanaridhika, wanakaa wanaangalia, kesho tena wanarudia ile. Siku hizi kuna mambo ya tamthilia na season. Ndio. Kijana wa kiume yuko na mama yake. Mama kava ovyo tu. Amevaa kikawaida. Ndio. Lakini yuko na mwanae. Ni mwanae ni mkubwa tayari. Lakini wanaangalia picha ambazo ni movie za kawaida, sio mbaya sana. Ndiyo. Lakini kuna yale mambo ya kike ambao wanawake wanayazungumza na mtoto wa kiume yupo pale. Sasa hii na yenyewe inakuwa na matatizo kwenye kuja kuishi na mzazi tena. Yes, inakuwa na matatizo. Ile pale inachafua na inaharibu pia, inapunguza baadhi ya vitu, kwa sababu tayari inatengeneza ile heshima, kupunguza pia ule nguvu ya heshima, hofu, kuondoka. Ukubwa wa thamani hauonekani. Ukubwa hauonekani kwa sababu tayari haya yanatuzoezesha sisi tuzoeane kupitia haya, kwamba kumbe hasa hivi kwa hivi. Kwa hiyo mtoto akitoka pale anakuwa hajui, kwa sababu tayari pale anaangalia na mambo kweli kama alivyozungumza yapo, yamekithiri sana. Tamthilia hizi muda mwingine zinaharibu, zinapotosha, kwa sababu ya yale ambayo yako pale, ambayo yanapelekea pale mpaka wakati tunakuwa mtihani. Vijana wameharibika, wamekuwa na mmonyoko wa maadili sana. Kijana unakuta, siku moja nilikuwa niko nyumbani kule Morogoro. Ndio. Nilikuwepo pale, akatokea kijana mmoja akaniambia, sasa Hamid, Sheikh atakuletea mkeka kesho Sheikh. Mimi nikasema alhamdulillah. Nikaja kuletea mkeka kusalia kufanya ibada. Kesho kweli akaja mashallah. Alivyokuja nikwambia, vipi mkeka mbona siuone? Kanitolea makaratasi ananipa. Hata makaratasi ndio mkeka. Eti yeye mkeka ndio kubeti Sheikh. Kubeti Sheikh. Ndio ananiambia mkeka ule. Mimi nikajua mkeka kufanya ibada, kumbe kubeti. Yaani wale vijana tayari akili zao zishaenda pale, mpaka eti anakuambia, nyie mashehe bwana, nyie mnajua kibeti tu pale mnapata pale. Nyie mashehe mna vitu vikubwa sana. Sasa huu mtihani ni kutokana na yale maadili yaliyokuwa ovyo pia kwa hawa watoto, mpaka imefikia wakati wanatushusha sisi pia wenye elimu kuona kwamba hawa pia hawana thamani. Na hawa watoto ndio pia wanapelekea kuenda kuwakaba mashehe na kuwakaba viongozi wa dini, kuonekana hawana chochote wala lolote, ndio? Kwa sababu gani? Hawakulelewa katika maadili ambayo ni mazuri. Sinaeleka? Sawa. Iko hivyo. Nawe mtazamaji, wakati tumebakiwa na muda mchache sana kuweza kuwa hapa na kuweza kutia nukta katika kipindi hiki cha vijana wetu katika siku hii ya leo ya Alhamisi, ikiwa ndo Alhamisi ya mwisho ya ambayo ni tarehe 30 Septemba. Hii itakuwa mwisho wa Alhamisi za vijana wetu katika wiki hii, mwezi huu wa 9. Lakini biidhnillah tutakutana katika Jumapili ya Alhamisi nyingine katika vijana wetu nyingine. Lakini wakati tunamalizia hapa, bado wakati upo na fursa unayo ya kuweza kushiriki nasi. Piga simu ili uweze kuchangia nasi. Thamani ya mzazi ni nini? Na hili jambo lipoje? Sheikh amezungumza mengi hapa. Kwa unaweza kushiriki nasi pia, lakini alikadhalika unaweza kupiga simu kwa mtazamaji ambao unanitazama, ukapiga simu kwa kutuma salamu popote pale unapotaka kutuma salamu ulimwengu mzima. Wakati tunasubiri simu na tunabakiwa na muda mchache sana. Ndio. Kuna mambo mawili hapa tuyaweke sawa. Ndio. Yawezekana mimi ni kijana na nina mzazi. Ndio. Lakini sifahamu thamani ya mzazi, naijua vipi? Najua ili nionekane namthamini mzazi wangu ni katika kusoma, ama thamani ya mzazi unaijuaje? Kujua thamani ya mzazi, unaposikia kujua, yani bimaana hujajua, unataka kujua. Na ili ukijua bimaana unafundishwa, na ndio kusoma kwenyewe. Ndio. Na kusoma kuna namna nyingi. Kuna kusoma kwa kusikiliza, kuna kusoma kwa kukalishwa chini, kuna kusoma kwa kutazama pia. Katiza kidogo.
Mtazamaji kwenye laini ya simu, salamu alaikum. Halo, kwenye laini ya simu. Oh, amepotea kidogo. Naam. Wakati tunaendelea kusubiri simu. Naam, thamani tunaifahamu. Katika kusoma. Kwa hiyo katika kusoma unaweza ukasoma kwa matendo na ukasoma bimaana umepelekewa mwalimu, ndio yale tunazungumza kwamba tayari unachukuliwa unapelekwa madrasa unafundishwa sasa. Naam. Halo, kwenye laini ya simu, asalamu alaikum. Alhamdulillah, sisi tuko vizuri, sijui uko ulipo. Nazungumza na nani kutokea wapi? Tafadhali punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kusikilizana. Naye amepotea. Naam, madrasa? Madrasa ni maana tayari mwalimu yule anafundisha ili ajue thamani ya mzazi iko vipi. Na ndio maana hiki kitu napenda sana kukizungumzia sana kwamba katika madrasa zetu tuwe tuna elimu pia ya kiroho. Elimu ya kiroho ni elimu ambayo inapenya moja kwa moja katika nafsi yako kumhofu Allah, yani ya tauhidi zaidi. Umhofu Allah. Unajua tulio wengi elimu ya tauhidi tunaikosa, hatuna. Ndio maana hatuna hofu zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake tunafanya kitu tu kwa matashi yetu, hatuhofu baya. Hello, kwenye line ya simu. Salamu alaikum. Naye hayuko tayari. Ndio thamani pia. Hatuhofu pia ukubwa wa dhambi ama udogo wa dhambi. Kwa sababu gani? Hatukulelewa ama hatukufundishwa elimu ya tauhid zaidi, ya kumpokesha Mwenyezi Mungu na kumhofu zaidi katika hilo. Kwa hivyo sasa wazazi wafanye hima kuwapeleka watoto madrasa ama katika sehemu ama kutafuta tuition yote ambayo itakawafundisha wajue thamani na umuhimu wa wazazi, na yote hayo utapata katika Qur'ani na hadithi za Mtume. Ndio mambo ambayo utakayoyapata. Na kuna mfumo wa kutambua hivyo pia kupitia matendo pia. Kupitia matendo. Yale matendo ndio maana hata sisi hapo pia tunahusika mambo haya, kwa tunaelimisha jamii pia kwa namna mbalimbali. Kwa namna pia ya nashid mbalimbali ili mtu ajue kwamba mzazi yukoje. Kwa sababu kuna mtu anaburudika kwa elimika. Naeleweka vizuri. Mtu anaburudika na elimika. Kuna mtu mmoja kuna hapa katikati kuna nashid ya Chia ambayo inaitwa kifo chake mke wangu. Hapa mke wangu bi maana mke wangu manake atakuwa na watoto. Kifo chake mke wangu ni nashidi ambao pia ina ujumbe mzito sana. Tena mzito kwelikweli yani. Yaani ni kifo ambao tayari mtu kaoa, baada ya kuoa mke wanapendana, baada ya hapo sasa mke kapata ujauzito kaenda kujifungua, mke katoweka, mtoto kabaki. Wallahi na machungu nimuonapo mwanangu kifo chake mke wangu ni pigo la moyo wangu. Ilikuwa Jumapili muda saa 12 tulikwenda hospitali kwa usafiri wa gari, akaniita daktari akaniambia tayari kajifungua vizuri ila mkeo kwa heri. Mtoto ananiliza na kunifanya nawaza, ndio mtoto wa kwanza kumuona hakuweza. Nakumbuka siku moja alisema mke wangu, nikimpata mwanangu nitamshukuru Mungu. Kweli mtoto kapata ila hakumkamata, kifo kilipomputa dhamira ikatoweka. Ni mambo mengi sana ambayo nimezungumza mpaka nafikia wakati sasa mtu anakuja anazungumza anatoa pole lakini anafundisha na kuelimisha. Hii nilitoa ambapo pia tayari niliachia pia YouTube kwa jina la Abdul Hamid Fanani. Mtu akiandika tu kifo chake mke wangu anaikuta hiyo nashid. Hapo ndani yake sasa mzazi katoweka, mtoto kabaki. Huyu mtoto huyu baadaye akikua pengine huyu baba ambaye yuko naye atampata mwanamke mwingine atamuoa. Huyo mwanamke atamlea huyu mtoto. Inawezekana huyu mwanamke akawa na huruma akamlea vizuri, inawezekana akakosa huruma akamlea vibaya huyu mtoto. Akimlea vibaya huyu mtoto atafikia wakati atajiuliza, kweli mama yangu mbona ananifanyia tofauti mama yangu? Yule mtoto atashikwa sikio ataambiwa mama yako alitoweka. Ndio maana huyu hapa anakutesa. Mtoto atakuwa sasa laiti ningekuwa na mama, laiti ningekuwa hivi na hivi. Yaani mambo ambayo pia yanakuwepo haya. Sawa. Tumeshona muda kabisa hapa lakini kwa dakika moja sekunde 30. Sekunde 30 za kwanza utuambie ni kwa namna gani tutaepuka tiketi ya motoni. Alafu sekunde 30 utoe nasaha zako kwa watazamaji wanatutazama kupitia vijana wetu.
hii leo. Karibu. Namna gani tutaepuka tiketi ya moto? Ndio. Tiketi ya moto, namna ya kuepuka ni kuachana nayo tu yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekukataza usiyafanye kwa mzazi wako. Ndio. Na kuyaishi yale aliyokuamrisha uyafanye kwa mzazi wako. Ndio. Kwa sababu mzazi, Mwenyezi Mungu amesema wawasaina linsana biwalidayhi. Mwenyezi Mungu amemhusia mwanadamu kuwatendea wema wazazi wake wawili. Umeona? Kwa hiyo katika wema ni kuyaishi yale. Hakikisha mzazi wako halalamiki kupitia wewe. Hakikisha sana. Yaani bora alalamiki katika kitu ambacho wewe huna uwezo nacho. Isiwe ni adabu. Isiwe ni adabu. Tengeneza mfumo kwamba ifikie wakati siku nzima isiishe bila wewe kuwasiliana na mzazi wako. Leo hii wewe unachukua nafasi kubwa sana kuchati na mpenzi wako, kumpigia simu mpenzi wako kuliko mzazi wako, na aliyakuwa wewe mpenzi usingempata zaidi bila mzazi. Mzazi ndio sababu. Kwa hiyo jua thamani ya mzazi. Mpenzi wako anakuomba 1000 unampa 10,000, mzazi wako anakuomba 1000 unampa 500. Mtihani, jaribu kuyachuja haya uyangalie. Ukiyafanya kwa mzazi akawa ni makubwa sana kuliko kwa huyu, elewa kwamba basi hapo ni tiketi ya kukuingiza peponi. Lakini kama huyu akawa ni kubwa kuliko huyu. Tuna simu tena. Halo mtazamaji kwenye line ya simu. Asalamu alaykum. Hello kwenye line ya simu. Asalamu alaykum. Mtazamaji? Naye kapotea. Sawa. Kwa sekunde 30 za mwisho tupe nasaha zako. Nasaha zangu mimi, tutambue kwamba Mwenyezi Mungu ametuleta hapa duniani lengo ili muabudu Mwenyezi Mungu. Katika ibada watu tumejua kwamba ni sala tu peke yake, hapana. Sala lakini na matendo mema, na ndio maana tunasali kwa sababu tumeamini. Na Mungu anasema na lazina amanu wa amilu swalihat. Unasali sababu umeamini, lakini pia waamilu swalihati, usike na matendo sahihi. Tuyafanye haya kwa kutambua kwamba sisi ni akina nani, wapi tumetoka, hapa tulipo tufanya nini, tukitoka hapa tuenda wapi, huko tuendako kuna nini. Kwa kufanya hayo tutatekeleza mipango ya Allah. Kwa hiyo tujue kwamba kifo lazima tutakufa na tutahesabiwa kwa yale tuliyoyatenda hapa duniani. La dara almar'u ba'da almaut yaskunuha illa allati kana qabla almaut yabniha. Hakuna nyumba ambayo ameandaa mwanadamu mzuri itakayomfaa huko akhera isipokuwa ni ile aliandaa hapa duniani. Tutoe sadaka, tuwaheshimu viongozi, lakini pia wazazi wetu tuwaheshimu vizuri, lakini pia tufanye ibada ya sala ambayo pia ni muhimu sana 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 sana. Ibada ya sala hukuletwa hapa duniani ili uje kuchekesha. Hukuletwa hapa duniani ili uje kuwa kiongozi fulani vina hivi, ama labda walikosekana watu wazuri, umeletwa wewe ili uweze kuwakilisha watu wazuri. Hapana. Umeletwa duniani ili uweze kufanya ibada. Yaani yale mambo yote ya kheri ukiyafanya ndani yake kuna thawabu, fahuwa ibada. Hiyo ndio ibada. Fanya haya kwa kutambua kwamba kuna kesho, kuna kaburini. Ukitoweka huko akhera ndio sehemu ya mahesabu. Kama umecheza vibaya hapo huko akhera hakuna superstar wala hakuna nani wala hakuna nani. Kwa sababu kuna mtu ni maarufu hapa duniani, akhera haimtambui kutokana na matendo. Kuna mtu ni maarufu akhera, duniani haimtambui kutokana na matendo. Kwa hiyo tufanye yale atakayotusaidia hapo baadaye. Tusafishe tunapohamia, sasa tunapohama. Hii ni sehemu ya kupita tu, lakini yote yako pale. Usifanye kitu kwa kumwogopa Abdul Hamid ukashindwa kuelewa Mwenyezi Mungu yupo. Abdul Hamid hana hukumu yoyote kwako wewe. Mwenyezi Mungu ndo anahukumu. Watu tunatoweka duniani alikuwa mioyo yetu na vifundo, mioyo yetu mieusi. Tuache hivyo. Tusameheane, tujaliane hali ili tufikie sehemu nzuri. Usiangu ndio huo. Shukrani sana Abdul Hamid Fanani kwa kutueleza hilo, na kimsingi tumelielewa. Nikiwepo mimi kwa kwanza nimeweza kulinasa kiundani kabisa kwamba nini ambacho kinatakiwa kufuatwa katika mada hii ya thamani ya wazazi. Halikadhalika na wewe mtazamaji ambao ulikuwa ukitufuatilia takriban dakika 60 ambazo tuko hapa, umeweza kufahamu na kuweza kujifunza mengi kupitia vijana wetu ya siku hii ya leo, na umeweza kuelewa namna gani wazazi wana thamani kubwa katika maisha yetu na katika kila hatua yetu tunayopiga katika dunia hii. Na kadhalika pia nikushukuru wewe mtazamaji kwa kuweza kukaa hapo katika runinga yako ama popote pale unapotazama kupitia application yetu ya Africa TV 2 ama kupitia YouTube channel yetu ya Africa TV 2. Kadhalika
Mimi nawashukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi na kuweza kututazama na kuweza kujifunza kupitia vijana wetu. Lakini pia shukrani za dhati nizipeleke kwa waliokuletea matangazo hapo ulipo, akwepo Mukhrij Abdul Hafiz Saad. Shukrani brother katika kazi bora kabisa hii unayoifanya. Lakini nishukuru Sabah Kasim katika uchanganyaji picha, pia Muhammad Sultan Mdose, na niwashukuru wote kwa kuweza kukaa katika dawati hili la vijana wetu na kuhakikisha sote kwa pamoja tunafikisha matangazo haya kwa watazamaji wanatutazama hivi sasa. Mimi sina la ziada kufikia hapa, nitatia nukta katika siku hii ya leo ya tarehe 30 Septemba mwaka 2021. Vijana wetu katika siku hii ya leo ndio tamaliza hivi, lakini pia nikusihi kuendelea na utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa kwetu, na kesho tutakuwa katika msikiti wa Umbwelani Segerea, Tabata Segerea. Kwa hiyo kesho tufuatilie saa 6:30 tutakuwa live huko. Sina la ziada, nikutakia usiku mwema. Pate ufarijike, usihuzunike, chuoni nkupeleke, skuli na kofike, skuli na kofike.